Mtazamaji wa Sat Media, leo hapa tuko maeneo ya Tungi Mnadani ambako Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweka jiwe la msingi katika ufunguzi wa ujenzi wa matanki ya kuhifadhia mafuta ambayo serikali ndiyo mdau kwa asilimia kubwa. Ndugu zangu, uwekezaji wa serikali katika mradi huu wa ujenzi wa matanki ya kupokea mafuta ni hatua ya kimkakati katika kuimarisha nafasi ya Tanzania kama kitovu cha biashara au biashara na uwekezaji wa kikanda na kimataifa. Hatukusudii hapa, tunakusudia kule. Kwa hiyo ni kikanda na kimataifa. Vile vile ni uthibitisho kuwa kama taifa tumeamua kujiandaa kutumia kikamilifu jiografia ya nchi yetu kama lengo kuu au lango kuu la kuhudumia nchi zisizo na bahari au nchi zilizounganishwa na nchi zenye malango ya bahari. Tumedhamiria kuhudumia wenzetu kibiashara na kiuwekezaji na kuifanya Tanzania kwa kitovu cha biashara ndani ya ukanda huu na barani Afrika, lakini kama nilivyosema, kimataifa. Ndugu viongozi na wananchi, bandari zetu ikiwemo hii ya Dar es Salaam zina mchango mkubwa sana katika kukuza uchumi wa nchi yetu na ustawi wa watu wetu. Kwa kutambua hilo, serikali imeendelea kufanya maboresho ya miundombinu na huduma katika bandari za bahari ya Hindi pamoja na maziwa makuu na bandari kavu vile vile, pamoja na kuimarisha ushirikishwaji wa sekta binafsi katika kufikia malengo yetu ya kiuchumi, kama sera zetu zinavyosema kwamba maendeleo yetu hatutakwenda peke yetu, tutakwenda na sekta binafsi. Kwa hiyo tumekubaliana kuishirikisha sekta binafsi katika safari yetu ya maendeleo, na tija ndiyo hii tunayoiona leo. Sasa pamoja na miradi iliyoelezwa na mtendaji mkuu, lakini vile maelezo aliyoyatoa waziri, nataka kuongeza kusema kwamba maboresho yote yaliyofanyika katika sekta hii ya uchukuzi kwa bandari zetu, reli, barabara, maboresho haya yameongeza uwezo wa bandari zetu kuhudumia, hasa hii ya Dar es Salaam, kuhudumia meli kubwa zikiwemo zile za Post Panamax, na hivyo kuongeza ushindani na bandari nyingine duniani. Zamani tulikuwa tunapokea tu vimeli vidogo vidogo, lakini sasa meli zinazokwenda bandari kubwa duniani zinaweza kuja hapa. Leo hii tunasogea hatua nyingine muhimu ya kuanza ujenzi wa matanki ya kupokea mafuta yenye uwezo wa mita za ujazo 378,000 kwa wakati mmoja. Hili si jambo dogo, ni jambo kubwa sana 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 sana, na faida yake ni kama alivyosema, tulikuwa tuna changamoto zote zitakwenda kuondoshwa na ujenzi wa mradi huu, lakini si tu kuondosha changamoto, kuna na faida kadhaa zitapatikana. Kabla ya mradi huu, mamlaka ya usimamizi wa bandari haikuwa na matanki yake ya kupokea mafuta, hivyo kukamilika kwa mradi huu utaimarisha usalama wa nishati ya mafuta kwa taifa letu. Hatua hii ya uwekezaji wa jiwe la msingi mradi huu ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, ambapo tuliwaahidi wa Tanzania kuimarisha miundombinu ya kisasa ya kusafirisha au usafirishaji, ya usafiri na usafirishaji, lakini pia utekelezaji wa maelekezo tuliyotoa wakati wa kufungua Bunge la 13, ambapo tuliahidi kuongeza kasi ya miradi ya kimkakati yenye kuleta matokeo yanayoonekana, mradi huu ukiwa mmojawapo. Ndugu viongozi na wananchi, kabla sijahitimisha hotuba yangu, naomba nijielekeze katika kutoa maelekezo mahsusi kama ifuatavyo. La kwanza, Wizara ya Uchukuzi na Mamlaka ya Bandari Tanzania kuhakikisha mradi huu unatekelezwa kwa wakati na kwa ubora unaozingatia viwango vya kimataifa na uhifadhi wa mazingira kwa ujumla. Lakini pili, kwa Wizara ya Nishati kuimarisha akiba ya kimkakati ya hifadhi ya mafuta
au National Strategic Petroleum Reserve ili kuongeza uwezo wa nchi kujilinda dhidi ya misukosuko ya kimataifa na nishati, ikiwemo mabadiliko ya bei katika soko la dunia. Kama tunavyoona, misukosuko iliyotokea hapa karibuni wiki iliyopita na tunayoendelea nayo tayari imeshapandisha bei ya mafuta kwa 13% mpaka jana. Sasa hatujui leo na siku zinazokwenda, lakini tumuombe Mungu watu wale wakae juu ya meza, wazungumze, wakubaliane na hii misukosuko iishe, ili dunia irudi katika hali ya kawaida kuendesha chumi za nchi zetu. Kwa hiyo ni vyema kutokana na mabadiliko hayo ya siasa za kidunia tukawa na mradi kama huu ili kujihakikishia usalama wa nishati hii ya mafuta. La tatu, TPA kwa kushirikiana na Mamlaka ya Mapato Tanzania na taasisi nyingine kuimarisha mfumo wa uhakiki na ufuatiliaji wa vipimo na shehena za mafuta kuanzia yanaposhushwa hadi hatua za usambazaji ili kuongeza uwazi na kulinda mapato ya taifa. Lakini kama ninavyosema siku zote, swala la mifumo kusomana ili usiwe na vipenyo vya mapato ya taifa. Ndugu zangu, la mwisho ni wakandarasi na washauri wetu kuhakikisha huu mradi ni mradi wa kimkakati, ni mradi uliotumia fedha nyingi za Watanzania. Kwa hiyo watujengee kwa viwango vinavyotakiwa na watujengee umalizike kwa wakati ili tuanze kuutumia. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, sasa nitoe taarifa kwamba tayari nilishaweka jiwe la msingi na kwamba ujenzi wa mradi huu sasa uendelee kwa kasi kubwa ili tuweze kufungua Februari au Machi mwakani. Nimwombe sasa Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu Tanzania. Mungu azibariki bandari zetu za Tanzania. Abariki mamlaka ya bandari na wizara yetu ya uchukuzi, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Basi tumezungumza na wengi wananchi wa jiji la Dar es Salaam. Wengi wamezungumza kwamba tutie mkazo kile alichokizungumza Mheshimiwa Rais kwamba ujenzi huu uende kwa wakati ili unufaishe taifa. Kwa muda mrefu tukiwa tunatumia maghala ya mafuta ya makampuni mbalimbali na watu binafsi. Kulikuwa hatuna reserve ya serikali kwamba jambo lote likitokea serikali iwe inajivunia wenyewe ina maghala yake. Sasa hii inakwenda kuandika historia mpya kwa Tanzania kuwa na maghala ya mafuta yanayomilikiwa na serikali. Lakini kama si hivyo tu, ni pia ni kuweza kucontrol hayo mafuta. Sasa hivi tunajua kuna Gulf crisis huko. Kuna mambo mengi yanaweza kuja kujitokeza, mafuta yasipatikane kwa urahisi. Lakini kwa haya maghala yakajengwa kwa haraka na tukapata kuweza kupata akiba, basi tutapiga mbele hatua za kimaendeleo za kiuchumi pamoja na uchumi mdogo mdogo wa kila mtu. Tutakuwa tuna uhifadhi wa mafuta, hata bei ya chakula itashuka. Kwa at least mamalishe ambao wako chini watapanda kuwa mamalishe wakati. Kwa hiyo sisi tuko hapa kumsupport Mheshimiwa Rais, lakini tuko hapa pia kufurahia ile ambalo Mheshimiwa Rais amelifanya. Na kwa upande mwingine, kwa Watanzania wengine, wewe ni mwenyekiti, ni katibu wa mamalishe Tanzania, si ndio? Yes, unawapa ujumbe gani popote pale wanapoona miradi hii katika kuitunza kama hii? Kwanza mimi natamani wao wanajitokeza kwenye mambo kama haya. Tofauti tu na kusikia vitu kwenye mitandao, lakini unapojitokeza unajua nini kinaendelea na kwa nini kinafanyika na kina manufaa gani kwa sisi wananchi ambao ni wa chini. Kwa we are happy actually, tumekuja, tumesikiliza, tumejua kwamba na sisi huu mradi unatuhusu kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo tunampongeza Mheshimiwa Rais na tunamwombea na tunampenda sana mamalishe. Kwa kuweka kwake jiwe, si wenyewe kwetu inatupa fursa kutokana na kazi zetu tunazozifanya. Tunaomba sana Mheshimiwa Rais, ujenzi huu ukianza basi atupe kipaumbele sisi mamalishe, twende tukahudumie pale. Kwa mantiki hiyo kwamba ujenzi huu kumbe pamoja kuna ujenzi, mnajua nyinyi mamalishe kwenu ni fursa. Fursa ni kama zipi ambazo mnazihitaji? Fursa za kupika chakula, kuhudumia pale. Tunapika chakula sisi kama sisi, tunaenda kuhudumia pale. Na maana tukiuza chakula pale, na maana wenyewe vile tunapata pesa.
Na kwa upande wa nishati inawasaidiaje nyinyi hasa ya mafuta? Tunaona kuna vita inaendelea, kama mafuta yakipanda mnaathirika vipi? Mafuta yakipanda, Mama Lishe? Lazima tunaathirika sana, maana mambo yetu mengi yanakuwa hayaendi, hatupiki, hatufanyi chochote kile na hatuingizi chochote kutokana na hii hali ya mafuta, yani ikipanda kwetu mtogharimu. Asante, nikushukuru. Asante sana. Kwanza tunahimiza amani, kwa sababu hata kama mna miradi mikubwa, pasipokuwa na amani mtashindwa. Lakini tunawaomba watu wote tupendane, tuendelee kuenzi, kumheshimu rais wetu, kuheshimiana sisi kwa sisi wa Tanzania, ili tupate kusonga mbele. Hapa tumeshafika mbali sana kiuchumi na tumeshasonga mbele sana. Basi tuendelee na huo mshikamano, na hivi vitu tutavitunza, ni vyetu. Nikiripoti kutoka hapa Tungi Mnadani, Kigamboni, jijini Dar es Salaam, Belinda Semtandi, Sat Media.